tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku ya leo, lakini vile vile kutujalia kufika kwenye kituo hiki cha Baba Oreste. Tunao furaha kubwa Simba Sports Club kwa kushirikiana na Mo Dewji Foundation kukamilisha jambo hili la kuja kutoa sadaka, kutoa msaada kwenye kituo hiki cha Baba Oreste. Simba na Mo Dewji Foundation tumekuwa tukifanya kazi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunaifikia jamii na kutoa msaada kwa wale wote ambao wana uhitaji. Na leo tuko hapa kwenye kituo cha Baba Oreste Bunju kwa ajili ya kufanikisha hilo, ikiwa pia ni sehemu yetu ya maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 9 ya mwezi wa 5, mechi ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. Tuko hapa kwa ajili ya kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. Tuko hapa kwa ajili ya kutafuta msaada wa Mwenyezi Mungu. Kile ambacho tunakitoa kwa watoto hawa wenye uhitaji, Mwenyezi Mungu tunachomuomba atulipe ni ushindi na kufuzu kwenda hatua ya nusu finali siku ya Jumapili, siku ya Jumatano. Mzungumzaji wa kwanza amezungumza hapa kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanawapendelea wale wenye unyenyekevu, na sisi hatuna budi kumnyenyekea Mwenyezi Mungu ili atupendelee yaliyo mema, na kwa tunachokihitaji Simba Sports Club ni Mwenyezi Mungu atupendelee siku ya Jumatano tufuzu twende hatua inayofuata. Lakini niwapongeze vile vile walezi wa kituo hiki cha Baba Oreste. Mnafanya kazi kubwa sana. Kuna tofauti kubwa kulea watoto yatima na kulea watoto wenye utindio wa ubongo. Tofauti yao ni kubwa mno. Hawa wana mahitaji mengi, wana mahitaji magumu, wana mahitaji makubwa. Just imagine kama baba yake aliyemzaa amekimbia. Wewe mtu binafsi, mtu wa pembeni, unakuwa na moyo wa kuwahudumia hawa watoto. Kusema kweli, hiyo ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo ameipandikiza kwenye mioyo yenu, na nyinyi mkaona mchukue jukumu hilo kuwalea watoto hawa. Kwa hiyo kutoka Simba Sports Club, kutoka Mo Dewji Foundation, tunaomba viongozi wa kituo hiki mpokee pongezi zetu kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, na malipo yake hamtayaona hapa duniani. Malipo yake mtayakuta kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo endeleeni kufanya kazi hii ya kujitolea. Lakini wito wangu kwa jamii, nimeongea point hapo nimeona makofi. Wito wangu kwa jamii, hasa kwa wanamume, ni kutimiza majukumu yao. Haijalishi umepata mtoto wa aina gani. Mwanamke uliyezaa naye si aliyepanga azae mtoto wa aina gani. Yote hiyo inabaki kuwa ni mipango ya Mungu, na Mungu mwenyewe ndo anajua, ana makusudi yake, amekupa mtoto huyo kwa sababu gani. Kwa hiyo ni vema wanamume tukatimiza majukumu yetu, tukawalea watoto hawa, kwa sababu hakuna katika yoyote binadamu ambaye amependa ama amepanga apate mtoto wa aina hii. Kukimbia maana yake ni kumwambia Mungu ya kwamba ulichonipa sikustahili, kwa hiyo na kiacha, utahangaika nacho wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuachane na hizo fikra za kizamani, badala yake tujikite kwenye kuwahudumia hawa watoto. Tunaowatesa ni ambao wanazaliwa alafu wanakuja kuishi bila malezi maalum. Just imagine hapo walipo tayari ana shida, alafu bado vitu vya msingi kama nguo, malazi, vyakula navyo bado anavikosa kwa sababu tu baba yake alikula nyoya. Kwa hiyo tujitahidi wazazi, tujitahidi wanamume, tutimize majukumu yetu ili watoto hawa waione dunia ni sehemu salama kwao ya kuishi.
Na hiyo point Meshiba nondo. Vitu vimekubali. Ndugu zanguni, tunashukuru kwa dua ambayo mmetuombea, na sisi tuko hapa leo Jumatatu. Jumatano tuna kibarua pevu cha kuhakikisha kwamba tunamfunga mpinzani wetu, tunamtoa kwenye mashindano na tunaelekea hatua ya nusu finali. Dua mliotuombea, na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu aipokee dua hiyo ili tuweze kutimiza jambo letu siku ya Jumatano. Hatuna kingine chochote ambacho tunakihitaji zaidi ya kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Ndio maana tunafanya kila tunachoweza ili tuweze kufuzu twende hatua inayofuata. Tunaomba mtuombee kupitia watoto hawa, kupitia viongozi wa kituo hiki, mtuombee siku ya Jumatano mnyama aende nusu finali. Itakuwa ni faraja kubwa kwa watoto hawa, faraja kwa kituo hiki na faraja kwa wanasimba wote. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, na sisi tumejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba tunafuzu, tunakwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo kwenye maombi yenu leo, kesho na Jumatano yenyewe yajikite kwenye kutuombea kwa Mwenyezi Mungu tufanikiwe kufuzu twende hatua inayofuata. Kituo hiki cha Baba Oreste kimeanzishwa na Muitaliano, lakini wanaopaswa kukilea kituo hichi ni sisi wa Tanzania. Kwa hiyo tusiwaachie Waitaliano. Wao wametimiza jukumu lao la kwanza la kimsingi la kujenga kituo hiki. Kukilea kituo hiki kinabaki kuwa ni kazi yetu sisi wa Tanzania, kwa sababu wanaolelewa kwenye kituo hiki, wanaonufaika na kituo hiki ni watoto wa Kitanzania kwa 100%. Kwa hiyo sisi tunawajibika moja kwa moja kukilea, kukitunza na kukidumisha kituo hiki. Na kwa hapa tuwapongeze Mo Dewji Foundation, lakini vile vile tumesikia ombi la baba hapa ya kwamba sio ombi, vision. Vision ni nini kitabu? Maono yao ni kujenga boarding hapa. Na mimi nikuombe baba, your vision to build a boarding here, you can take it to Mo Dewji Foundation and then they can assist you to accomplish that vision. Imenyoka English yenyewe baba. Nimegugu. Zai. Nimegugu. Yenyewe hiyo. Rose, umesikia maono yao ya kujenga kituo, na nyinyi mmekuwa mkifanya kazi hii ya kuisaidia jamii. Kwa hiyo chukua maono yao, yapeleke kwa wakubwa zaidi, muone namna gani mnaweza mkafanikisha zoezi hilo la kuwajengea boarding hapa, ili hawa watoto waepukane na adha ya kwenda kurudi, wawe wanaishi hapa hapa kwa maisha yao yote mpaka Mwenyezi Mungu atakapoamua vinginevyo. Na kujenga boarding hapa kwa tajiri kama Mohamed Dewji, ambaye juzi tu hapa tumeona jarida la Forbes limemtaja kama uchumi wake umeongezeka maradufu. Boarding ni jambo dogo sana. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana, nashukuru sana, na pokeeni kidogo ambacho tumekileta, lakini tunawaahidi ya kwamba hii haitakuwa mwisho. Hii ni ya kwanza, lakini haitakuwa mwisho. Tutaendelea kushirikiana nanyi, na muda wote mnapohitaji chochote kutoka Mo Dewji Foundation, kutoka Simba Sports Club, basi tuwasiliane ili tuweze kuja kutoa msaada wetu.
kituo hiki na vituo vyote vyenye watoto wenye uhitaji ni vituo vya Mo Dewji Foundation. Kwa hiyo tunawajibika kuvilea vituo hivyo. Asanteni sana. Mchana Salama. Mchana bado. Mchana bado. Tunaelekea huko. Sawa. Habari za asubuhi basi. Tumefurahi kufika hapa. Kwa majina naitwa Emirose Rugumamo. Ni mkuu wa mawasiliano na ushirikiano pale Mo Dewji Foundation, na tumefurahi sana kuweza kufika hapa na ndugu zetu wa Simba Sports Club kutembelea kituo hichi cha watoto yatima cha Baba Oreste na watu wenye mahitaji maalum. Tunaamini kwamba tumejikita actually kwenye jitihada za kijamii katika maeneo ya afya, elimu, lakini pia kuboresha maisha ya Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo sisi tunakata cross Muislamu, Mkristo, unavaa timu gani, we are here for kila Mtanzania, na tumefurahi sana kuwepo mahali hapa. Lakini zaidi ya yote tungependa kuwatakia kila la heri of course wana Simba siku ya Jumatano kwa ajili ya mchezo mkubwa tuliokuwa nao, tukiamini kama ushindi huu sio tu wa Simba, ni ushindi wa Tanzania, na tunawakaribisha kuweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Mo Dewji Foundation na kuendelea kushirikiana na sisi katika kazi mbalimbali tunazoendelea kuzifanya. Na leo tunaposherehekea siku ya Karume Day, nilikuwa najaribu kuangalia maneno ambayo amewahi kuyasema. Hayati alisema kwamba mnapokaa kuongea kati yenu hakikisheni mnaongelea umoja. Kwa hiyo hapa ninamaanisha kwamba uwe dini gani, uwe shabiki wa wapi, sisi bado tunabaki kuwa wamoja na tunaendelea kuhamasisha kuleta maendeleo ya jamii kwa ajili ya dira kubwa ya dunia na maendeleo yetu kwa pamoja. Hizo ni salamu kutoka Mo Dewji Foundation, naomba kuwasilisha. Asante.